aje Heche akae hapa, Tundu Lissu akae hapa, na mimi niwepo hapa, tuanze mdahalo mimi na wao, tuone nini kinatokea. Mitandao yote huko duniani wasa mwenezi hawezi mwenezi. Chama kimekosa sera, kinaanza kumjadili mwenezi badala ya kusema kitafanyia nini taifa. Hiki ni chama au ni SACCOS hii? Hatimaye Chama cha Mapinduzi kimezungumzia kisa chake Tundu Lissu mahakamani. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Uwanja wa siasa nchini Tanzania umeingia katika mjadala mpya, mjadala unaogusa msingi wa vyama vya siasa na mjadala unaogusa swali moja nyeti sana katika siasa za Afrika Mashariki, kwamba je, vyama vya siasa vinajengwa juu ya misingi ya kitaasisi au misingi ya makundi? Katika mkutano wa hadhara uliofanyika wilayani Itilima mkoani Simiyu Machi 8 mwaka 2026, ujumbe mzito wa msingi ama misingi, ujumbe mzito uliotolewa mbele ya wananchi. Ujumbe uliolenga kuonyesha namna Chama cha Mapinduzi kinavyojiona kama taasisi inayojengwa juu ya misingi na usawa kwa wanachama wake. Katika mkutano huo, katibu wa NEC wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Kenani Kihungusi alitoa maelezo yanayolenga kuimarisha taswira ya chama hicho katika siasa za taifa. Na katika maelezo yake alisisitiza kuwa chama hicho hakifuati misingi ya ubaguzi katika kuwapa wanachama nafasi za uongozi. Kwa mtazamo wake, CCM ijengwe juu ya mfumo unaotoa fursa kwa wanachama wote wenye sifa. Hoja hii iligusa masuala nyeti katika siasa za Afrika kama vile ukabila, dini na ukanda. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa katika mkutano huu wa hadhara, misingi hiyo haijawahi kuwa kigezo katika kuwapa wanachama nafasi za uongozi ndani ya chama hicho. Badala yake, mfumo wa CCM unategemea sifa za mwanachama, uwezo wake wa kuongoza pamoja na mchango wake katika chama. Kauli hii ilitolewa katika mazingira ambayo siasa za Tanzania zinaendelea kushuhudia mijadala mikali kuhusu uongozi, ushindani wa vyama na namna vyama vinavyojiendesha. Na katika mkutano uliohudhuriwa na wananchi wengi wa Itilima na maeneo ya jirani, hoja kuu ilibaki kuwa moja, kwamba taswira ya CCM kama chama kinachojenga umoja wa kitaifa. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa, mfumo wa chama hicho umeundwa kwa namna inayoruhusu wanachama kutoka maeneo mbalimbali ya nchi kushiriki katika uongozi bila vikwazo vinavyohusiana na asili yao. Na katika mfumo huo, wanachama kutoka maeneo tofauti ya Tanzania wanapata nafasi ya kushiriki katika maamuzi ya chama. Hali hii imekuwa ikitajwa mara nyingi kama hoja ya sababu zilizofanya chama hicho kuendelea kuwa na uwepo mkubwa katika siasa za taifa kwa miongo kadhaa. Lakini mkutano wa Itilima haukuishia kwenye hoja ya usawa wa wanachama pekee. Kulikuwa pia na hoja nyingine nzito iliyogusa hali ya vyama vya siasa nchini. Na katika maelezo yake, kiongozi alizungumzia hali ya migogoro ya ndani na ukabili baadhi ya vyama vya kisiasa nchini, migogoro ambayo katika baadhi ya matukio imewafikishwa wanachama wa vyama hivyo mahakamani. Na katika maelezo hayo alisisitiza kuwa migogoro hiyo ni ya vyama husika na si CCM. Ila kwa mtazamo uliowasilishwa katika mkutano huo, chama hicho kina mfumo wa ndani unaolenga kudhibiti tofauti za kisiasa kupitia taasisi za chama. Akizungumza vyama vingine hapa, alikuwa anarejelea chama cha Chadema na kwamba sasa hivi kiongozi wake ama mwenyekiti wa chama hicho ameshikiliwa katika gereza la Ukonga, huku akiendelea kujibu mashtaka kuhusiana na kesi yake ya uhaini. Na kwa mtazamo uliowasilishwa katika mkutano huu, sasa chama hicho kimeanza mfumo wa ndani unaolenga kudhibiti tofauti hizo. Hali hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya utamaduni wa chama hicho wa kushughulikia changamoto zake kupitia mifumo ya ndani. Na katika historia za siasa za Tanzania, vyama vya siasa mara nyingi hukumbwa na changamoto za migogoro ya ndani, na hapa ndipo alisema kwamba wao wako tayari kufanya mazungumzo na Tundu Lissu, John Heche na wengine wote wa upinzani. Tazama hapa. Za watu. Sasa duniani vichekesho haviishi. Vichekesho vipo kila siku. Leo nilikuwa nasoma mitandao. Jana nimesema nikiwa Maswa, nimesema natamani mdahalo aje Heche akae hapa,
Tundu Lissu akae hapa na mimi niwepo hapa, tuanze mdahalo mimi na wao, tuone nini kinatokea. Mitandao yote huko duniani wasa mwenezi hawezi mwenezi. Chama kimekosa sera, kinaanza kumjadili mwenezi badala ya kusema kitafanyia nini taifa. Hiki ni chama au ni SACCOS hii? Chama kinajadili mipango, kinajadili sera, kinajadili namna. Migogoro inayohusisha tofauti za kimkakati, migogoro ya uongozi na wakati mwingine migogoro inayohusisha mgawanyiko wa wanachama. Na kwa wachambuzi wa siasa, uwezo wa chama kusimamia migogoro yake ni moja ya vipimo muhimu vya uimara wa taasisi za kisiasa. Na katika muktadha huo, hoja iliyotolewa Itilima ililenga kuonyesha kwamba CCM ina mfumo wa ndani unaoweza kushughulikia changamoto hizo hata kuleta amani baina ya vyama husika. Lakini hoja iliyozua mjadala mkubwa zaidi katika mkutano huo ilikuwa wito wa mdahalo wa wazi wa kisiasa na Tundu Lissu na wengine ama viongozi wengine wa upinzani. Katika kauli iliyotolewa mbele ya wananchi, kiongozi alionyesha utayari wa kushiriki mdahalo wa wazi wa kisiasa na baadhi ya viongozi wa upinzani. Majina yalitajwa katika wito huu yalikuwa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini, na miongoni mwa majina hayo yalikuwa ya Tundu Lissu pamoja na John Heche. Hoja ya mdahalo wa wazi wa kisiasa si jambo jipya katika siasa za dunia, na katika demokrasia nyingi zinazoendelea, midahalo ya wazi katika viongozi wa vyama huwa sehemu muhimu ya mjadala wa kisiasa. Midahalo hiyo hupewa wananchi fursa ama mwapatia wananchi fursa ya kusikia hoja za upande zote na kuwapa wananchi nafasi ya kupima sera na kuwapa wananchi uwezo wa kufanya maamuzi yenye taarifa kamili. Na katika nchi ya Tanzania, wazo la midahalo ya wazi limekuwa likijadiliwa kwa miaka mingi, na hapo wanaona midahalo hiyo kama njia muhimu ya kukuza uwajibikaji wa kisiasa. Na wapo wanaoamini kuwa majukwaa ya kisiasa tayari yanatosha kwa viongozi kueleza sera zao, lakini wito uliotolewa Itilima unaonyesha kuibua tena mdahalo huo katika anga ya siasa za taifa. Kwa wachambuzi wa siasa, midahalo ya aina hiyo inaweza kuwa na athari kubwa katika namna wananchi wanavyopokea taarifa za kisiasa, kwa sababu mdahalo wa moja kwa moja huweka viongozi katika jukwaa moja. Katika mkutano huo wa hadhara pia kulikuwa na msisitizo kuhusu namna vyama vya siasa vinavyopaswa kuwasiliana na wananchi. Hoja iliyotolewa ilihimiza vyama vya siasa kuelekeza nguvu zao zaidi katika kueleza sera na mipango yao kwa taifa, badala ya kuingia katika mijadala inayohusu watu binafsi. Na kwa mtazamo uliotolewa katika mkutano huu, siasa zinazojikita katika hoja na sera zina uwezo mkubwa wa kusaidia wananchi kufanya maamuzi sahihi. Na kwa sababu sera hizo zinazoathiri maisha ya wananchi moja kwa moja ni sera za uchumi, sera za elimu na sera za afya na sera za maendeleo ya jamii. Kwa hiyo mjadala wa kisiasa unaojikita katika sera unaoweza kusaidia kujenga demokrasia yenye ufa. Na katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania, mijadala kuhusu sera imekuwa ikiibuka mara kwa mara, hasa wakati wa kuelekea katika chaguzi. Vyama vya siasa hutumia majukwaa mbalimbali kueleza mikakati yao ya maendeleo, na wananchi hutumia majukwaa hayo kupima uwezo wa vyama hivyo katika kuongoza taifa. Kwa hiyo wito uliotolewa Itilima unaweza pia kutafsiriwa kama sehemu ya maandalizi ya mjadala mpana ya kisiasa katika siku zijazo. Kadri taifa linavyoendelea kusonga mbele katika safari ya demokrasia, mjadala kuhusu uwazi wa kisiasa utaendelea kuwa muhimu. Uwajibikaji wa viongozi, uwajibikaji wa vyama na uwazi wa sera. Masuala haya yote yataendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana katika jamii. Na katika mkutano wa Itilima, ujumbe uliotolewa ulilenga kuonyesha nafasi ya CCM katika mjadala huo, na chama kinachojiona kama taasisi inayowapa wanachama wake nafasi bila kujali tofauti zao. Chama kinachojiona kuwa na mfumo wa ndani unaoshughulikia changamoto zake, na chama kinachotangaza utayari wa kushiriki majadiliano ya wazi ya kisiasa. Lakini pia mkutano huu uliibua swali pana zaidi katika siasa
za Tanzania. Je, vyama vya siasa vitachagua jina gani katika kujenga ushindani wa kisiasa? Njia ya mijadala ya sera au njia ya mijadala inayolenga watu binafsi? Wachambuzi wa siasa, mustakabali wa demokrasia Tanzania utategemea majibu ya swali hilo, na kwa sababu demokrasia yenye nguvu hujengwa juu ya mijadala ya sera, hoja na maono ya maendeleo, na kadri vyama vya siasa vinavyoendelea kujipanga kuelekea katika ushindani wa kisiasa wa siku zijazo, wananchi wataendelea kufuatilia kwa makini zaidi hoja zinazowasilishwa mbele yao. Kwa sasa ujumbe uliotolewa Itilima unaendelea kusikika katika anga za siasa za Tanzania. Ujumbe kuhusu tayari wa mjadala wa wazi wa kisiasa, na ujumbe unaohimiza siasa zinazojikita katika sera na katika uwanja wa siasa. Hoja ndizo huunda historia. Na katika siasa za Tanzania, historia hiyo itaendelea kuandikwa kila siku kupitia mijadala inayofanyika katika majukwaa ya wananchi. Mwisho wa yote, mkutano wa Itilima umeacha alama moja muhimu katika mjadala wa siasa za taifa, kwamba katika zama za demokrasia, nguvu ya chama haipimwi tu kwa ukubwa wake, inapimwa pia kwa uwezo wake wa kujenga hoja, kusimamia taasisi zake na kukubali mijadala ya wazi mbele ya wananchi. Na hapo ndipo mustakabali wa sera za taifa utakapochukua mwelekeo mwingine.